Okay, mimi sikuwatupa, bali niliwaacha tu katika sehemu ya kwanza ya hii simulizi yetu ambayo inaitwa Binti Kuruthumu. Mimi naitwa Mr. Nice Simulizi, na hii ni sehemu ya mwisho, sehemu ya pili katika hii simulizi yetu. Sehemu tamu, simulizi nzuri, simulizi yenye kusisimua na simulizi ya mapenzi. Simulizi ambayo mimi nakusimulia, ambaye mimi nakupenda sana wewe ambaye unanisikiliza. Yaani mimi nakuthamini sana wewe ambaye unanitegea muda wako, unachukua muda wako mwingi sana kunisikiliza. Lakini pia mwandishi wa simulizi yetu anawapenda mno, na aliweza kunipatia salamu hizo niweze kuzifikisha kwenu. Kwa hiyo nimeziwasilisha kwa namna kama hiyo. Tunawapenda mno. Karibu, hii ni sehemu ya pili, na mimi naitwa Mr. Nice Simulizi. Subscribe hii channel, like, comment. Asante, karibu sana. Hakim, naomba nikuulize. Sawa, niulize. Kwa nini hautaki kuniambia kuhusiana na yule Agnes? Nikwambie kipi kuhusiana na yule mwanamke? Jana si nilikwambia tumeachana. Nikwambie kipi tena? Yaani story nzima tunaanzia mahusiano. Nikueleze mpaka alipovunjika au? Niambie tu. Nataka kujua kwa nini aje mpaka hapa. Alafu anaanza kuzungumza maneno mabaya kiasi hicho. Mimi naogopa kila siku. Na ninaogopa sana siku atakapokuja kunifanyia fujo hapa nyumbani pengine. Niache kwanza niende kazini. Nachelewa kwa sababu za kumjadili mtu asiyekuwa na faida yote ile kwetu sisi. Nix wangu ndio. Basi inatosha na hakuna kingine mimi naweza kukwambia. Na hana uwezo wa kuja kukufanya chochote. Labda tuweke mdada wa kazi hapa wa kukaa naye, kitu ambacho wewe hautaki. Au tumpatie taarifa mlinzi abadilishe ratiba yake hapa. Pengine aanze kuishi hapa sio kuja jioni kama kila siku. Hamna bana. Mimi nasikia tu wivu kwa sababu kwani mmeachana lini? Mwaka huu. Mwaka huu? Sasa kwa nini hauamini kama nimemwacha au nimeachana naye? Hapana. Yaani kipindi kile unakuja kule Tanga, kumbe una mtu wako. Sasa mimi hapo mimi nitakuaminije? Unanipenda zaidi yake au vipi? Na nina hakika upo na mimi kisa tu tuliozeshwa kiulazima na baba. Wala ipo hivyo. Nakupenda kutoka moyoni. Na hii ndoa ilipangwa. Sija kuoa tuko bahati mbaya. Unataka kusemaje? Acha niende kazini kwanza, tutaongea baadaye. Alinichum, nilibaki nimeganda. Nikiwa nawaza hivi kazungumza kweli kwamba hii ndoa yetu ilipangwa au vipi? Kwa hiyo wamenichezea picha na baba au? Lakini hakuna shida, sinampenda siku hizi. Nikawa nawaza yule mtoto nilimpiga ana undugu na yule Agnes. Okay, siendi tena ile saloni. Pengine ndio anaishi ule mtaa. Nilijiandaa nikaelekea hospitali. Nilipima malaria, nikapima ujauzito, vyote vilikuwemo. Nilifurahia sana kuambiwa kwamba nilikuwa na mimba na hatimaye ndio imejibu. Lakini kikumbuka swala la kuzaa kwa uchungu nilikuwa naishiwa nguvu. Nilirudi nyumbani, nikafika getini tu. Agnes naye huyo hapo. Alifika. Wewe binti, samani subiria kwanza. Mzima wewe? Ya, mimi ni mzima. Na hapo nilikuwa najibu, roho yangu ikiwa inanidunda. Vizuri. Mimi sina ubaya nawe kabisa. Wala sina mpango kugombana na wewe. Lakini kama utojali na kuomba urafiki tu na wewe. Kiuroho safi. Ukiwa unahitaji kujua chochote kuhusiana na Hakimu nitakusaidia. Maana namjua kuliko hata wewe. Nilikaa naye kwenye mahusiano miaka 3. Sawa dadangu. Naomba usijali, urafiki hakuna shida. Sio kitu kibaya. Okay, sawa. Waweza kunipata namba yako ya simu pengine tuwasiliane? Haya, lakini namba yangu mimi sijaikariri, nipatia kwako tu. Nitakutafuta.
Agnes alinipatia namba yake ya simu. Nilipoingia tu ndani niliifuta. Nilimpigia mama nikamwambia kilichotokea hospitali. Alifurahia sana. Akaniambia niache ujinga. Sasa nakaribia kulea na mimi mwenyewe kuitwa mama. Nikamwambia swala la Agnes ni kama anataka kunisumbua nafsi yangu. Mama akawa ameniambia kwamba nisisubutu, nisiwe na ukaribu naye tena, na tena nimtolee nje asinizoe. Nilimkubalia mama, nikamwaga. Sikutaka kumtafuta Hakim, nilitaka nije kumwambia tu nyumbani, na sio kwenye simu. Maana sikumwambia kwamba nilikuwa nimepima ujauzito. Zaidi nilimwambia tu naenda kupima malaria, kucheki homa katika mwili wangu. Nilipofika nikapika chakula cha mchana nikala. Hakimu akawa amenipigia simu na kuniuliza habari za hospitali, nikamjibu tu tutakuja kuzungumza nyumbani. Na kisha nikalala. Nilikuja kushtuka majira saa 12 za jioni. Nilijimwagia maji nipate nguvu. Hakimu akawa amekuja mwenyewe, amebeba ua bwana pamoja na chocolate aliniletea. Akawa amenipatia, lakini mimi sikulitaka kabisa. Mke wangu, una nini lakini? Nakupenda zaidi ujue. Nimekuletea zawadi, hautaki kweli? Ndio mimi sitaki mimi. Hauko sawa kwani? Okay sawa. Vitu vyako utavikuta chumbani. Nenda kukuwekea. Aliniachia na kuondoka pale. Nikasema mwanaume mbona kama uko hivi? Hata nibembelezi. Kuniuliza nini shida? Na mimi nianze kujibebisha mama. Nimwambie baba, nina mimba yako. Anashindwa kweli? Nikasema namfuata. Nilinyanyuka nikaenda chumbani. Nilikuta anabadilisha nguo aende kuoga. Baby? Niambie. Nimekwambia siko sawa siku leo. Ndio nimesikia. Mbona uniulize kwa nini? Napenda tu kuheshimu maamuzi yako. Sipendi nikukere zaidi. Sawa. Yes, manake naona umenuna. Umekasirika sijui. Hauhitaji kero na ndio maana nakuletea zawadi pia hautaki. Niseme nini tena? Nizungumze nini hapo? Kwa hiyo sitaki kununa au? Nuna mama. Vimba kabisa, pasuka. Wakukubembeleza niko hapa. Niambie my wife. Nini shida babe? Niambie. Nataka nikupe majibu hospitali. Unaona sasa ukorofi wako. Unanichanganyia mambo mpaka nasahau kwamba ulikuwa naumwa. Niambie sasa, umekutwa na nini huko? Nina ujauzito mimi. Wow. Hongera sana mke wangu. Sasa na ukorofi wako kijumuisha na hiyo mimba, mimi sitanyoka mimi. Kwa mimi ni msumbufu. No. Napenda vile ulivyo. Sawa kuruthu mwangu. Nafurahia sana kuibeba mimba yangu. You means the world to me. Mke wangu, nafahamu kwamba mimi nakupenda sana. Na ninakutakia ujauzito wenye afya na furaha. Jua tu kwamba haujawahi kabisa kuwa mzuri kwangu kama ulivyo leo. Umezidisha thamani yako kwangu. Ninakupenda sana. Na ninawishi kukutana na mtoto wetu. Na sijui atakuwa ni mrembo kama wewe au atakuwa ni mvulana baby boy, handsome boy kama mimi. Asante mume wangu. Hivi usemavyo ni kweli? Manake mimi naumia sana juu yako. Sitaraji kukupoteza Hakim. Mimi ni wako mke wangu. Na wala usiwe na wasiwasi. Si ndio maana niko nimekuoa bwana. Na maanisha kwamba niliacha wote niko nimekuchagua wewe tu. I love you so much. Thank you. Na mimi nakupenda sana. Sijielewi juu yako. Thank you mama. Niko nimelichukua lile ua. Nikatoa chocolate moja. Nile bwana. Yako ameenda kuoga. Alipotoka nilianza kabisa kumfuta maji. Nilikuwa na take responsibility. Manake kuna mtu anaitwa Agnes asije kupita na chibaba wangu.
Sikutaka kumwacha kizembe, nilikuwa nimepata juisi ya kikubwa imechanganyika na chocolate. Nilijikuta nishapoa dozi. Tulimwongezea mtoto komwe bwana. Na kisha tukaoga. Kesho yake asubuhi Hakim akiwa anataka kuondoka, nilienda kabisa kumfungulia geti. Maana mlinzi alikwisha kuondoka. Mara ghafla Agnes iko nacho. Kikao kimefika pale na kilikuwa kina gari lake. Nilimnyali, nikamwangalia Agnes. Hakim akamuuliza, unataka nini? Akasema anahitaji kuongea nawe please. Una matatizo ujue wewe. Yaani wewe mwanamke una matatizo, na kuomba Jeshimbas na nikuombe leo iwe mwanzo na mwisho kuja hapa nyumbani. Sihitaji nikuone. Nitakuja nikufanyia kitu kibaya ujue. Please leave at my home. Leave at this house. Leave and go far away with my life. Hakimu mpenzi wangu, nakuomba basi unisikie. Nadhani haunielewi. Hebu subiri. Hakim alimfuata Agnes na kutaka kumpiga. Nilijaribu kumgombelezea. Akaniambia nimwache. Mimi ni nani nisike pembeni? Alimkokota mpaka nje na kufunga geti. Napo mimi nishanuna kulikweli, moyoni nilikuwa na wasiwasi kupita kiasi. Kama mdada mzuri vile anatimuliwa, je mimi? Nilitamani sana, japokuwa Agnes ananiambia alimkosea nini. Nisije na mimi nikawa nimelitenda hilo kosa nikayatimba kwa Hakim. Aliniambia kwamba, mke wangu, naomba nisamehe kwa hizi drama zangu za Agnes. Niruhusu niende kazini na kisha nitakuja kuzungumza nawe vizuri kwa baadaye. Nikamwambia mimi siwezi kubaki hapa. Akija kunidhuru je? Jana penyewe alikuja, sikukwambia tu. Sasa uende wapi? Habari za mtu wa kukaa naye wewe mwenye hautaki. Kuweka mlinzi awe masaa 24 pia hautaki. Mimi nifanye nini mama? Usinifokee baby, mimi naumia sana. Halafu naogopa kukaa hapa peke yangu. Je, Agnes akirudi? Okay. Asoro wife. Naomba nikakuache kwa mama. Na kisha baadaye nitakupitia jioni. Sawa. Nilijiandaa haraka nikawa nimeondoka naye. Aliniacha kwa mama yake na kisha naye mwenyewe akawa ameelekea kazini. Ilinibidi nimwambie mama mkwe kila kitu, kwamba nina ujauzito. Alifurahia sana na kuniambia kwamba ataandaa zawadi kwa ajili yangu. Nikasema ndio mambo niyapendayo. Mama mkwe wangu mimi ananipenda. Kwa nini nilikaa pale kwa mama, tulishinda tukiwa tunapiga story mbili tatu za hapa na pale. Mchana Hakim alinitumia ujumbe na kuniambia kwamba usiskip lunch. Nikimaliza kazi nitakupitia. Nilimtakia majukumu mema. Majira saa 1 usiku akawa amenipitia, tukala kabisa na kisha tukarudi nyumbani. Kesho yake mimi nikamwambia kwamba mimi naogopa kukaa peke yangu nyumbani. Akaniambia usiwaze mke wangu. Agnes hana muda wa kuja tena kukutafuta. Yuko busy na mambo yake. Kila siku atakuwa anakuja huko kweli? Hawezi kuja nyumbani. Nikamwambia kwa nini asije? Kama amepanga jambo lake atachokaje ikiwa bado hajalitimiza? Kuruthumu. Hebu tuachane na haya masuala. Tusizungumzie kila siku Agnes anachosha ujue. Wewe uko ndani. Hata kuingiliaje cha msingi usimfungulie mtu yoyote ule mpaka ujue ni mimi au mlinzi. Mbona ni simple tu babe. Mimi naenda kazini. Tutaonana baadaye. Hakim akaondoka. Yani nilipata hasira. Sijui nini kimenikuta. Nilijisi jamani, hebu nimtoe Agnes kichwani kwangu. Maana nina wasiwasi ataniibia mume wangu. Lakini jambo la pili, nina wasiwasi asije siku kunivamia mimi humu ndani. Kwa nilihakikisha geti limefungwa vizuri. Na nikisikia tu hata kishindo na wahi kuchungulia nje. Asije kuruka ukuta udada. Maana anamtaka kule mume wangu kwa lazima. Siku zilianza kusonga. Mimbangu ikafikisha miezi 3. Ndipo nikaanza kliniki rasmi. Nilikuwa nadekezwa sana na mume wangu. Haondoki kazini pasipata kulipikia chai na hata kunisaidia kazi. Yani madekezo kama yote mpaka nikasahau kwamba kuna mtu anaitwa Agnes.
lakini nilikuwa namuendesha sana Kim, na sikutaka kumpatia kabisa unyumba. Yani sikutaka kumpatia tamu yake. Nilikuwa naona kero mno. Yani kila siku ni fujo, ugomvi, nilikuwa namtesa kweli kweli. Na sijui ni nini ndo mimba, mimi sijui. Ilipofika mimba miezi 8, wakawa wameniambia kwamba niende kwa mamangu au kwa mama mkwe nikajifungulia huko. Yani nimwache mume wangu. Jamani, hawa shida yao mimi nazijua. Wakati unakuta mwenyewe tu unaenda vizuri tu kwenda kujifungua huko, ukimwacha mwanaume akikaa siku 2-3 hajaweza kupata nanili faraja, anaanza kukukimbia. Sometimes nikaanza kuwaza niko razi nimpigie simu, tuongee hata video call muda wote. Atakiwa anaenda kazini, anapotoka, lakini pia nipige video call. Nimuone tu mpaka atakapofika nyumbani, akioga nimuone, akiwa amelala nimuone. Hata asipoongea ategeshe tu simu. Yani niwe namuona tu, manake anani drive, ananiendesha akili sasa. Nimempenda kweli Kim. Sasa hiki kitendo cha kusema kwamba eti mimi naondokea hapa nyumbani, wamenigusa katika mshono. Nikaona sio kesi. Nilimhaki kumfuatilia na kujua mawasiliano yake. Manake si atakuwepo huru sana huko nyumbani mwenyewe. Sasa atajua ajui. SMS zake zitakuwa nazipata. Na nikigundua kwamba kuna kitu anakifanya huyu mtu, atanieleza vizuri kwa kweli. Sijui nitamfanya nini, lakini subiri. Si ndoa jamani, si amenioa. Nilitafuta namna ya kumhaki. Nilichokitafuta niko nimekipata. Nilimhaki. Nikakubali kwenda kuishi kwa mama mkwe mpaka nijifungue. Ilipita wiki moja shwa, sioni chochote kibaya kwa Kim. Nikajishauri, au nitoe ile haki. Lakini hapana, bado mapema sana kuhisi mtu kwamba huyu mtu ni malaika. Labda anavuta upepo. Iliingia wiki ya pili, hata sioni ninachokitaka. Ilibaki kumsumbua sumbua tu, kwa nini hanijali kivile. Yaani kama kuondoka kwangu nyumbani au nyumbani kwake ni sawa tu. Hana hata amshamsha na mimi jamani. Nikaona nimwache, nisifosi wala nini. Akiamua atakuwa ananitafuta tu. Asipotaka basi nikamtoa. Nilipomtoa pale kwenye kuhaka, nikaacha kumfuatilia. Sasa siku moja weekend akawa amekuja kutuona. Ilikuwa ni majira saa 1 za usiku. Tulikuwa tumekaa pale tunapiga story 2-3. Niliona zipu ya suruali yake iko wazi. Nilishtuka sana kwamba amesahau kufunga alipokuwa nyumbani, au kuna mahali alikuwepo ndio amejisahau kufunga zipu. Nilishindwa kuvumilia, nikamwambia, "Kwa nini haujafunga suruali?" Alishtuka. Hadi akawa amenipatia wasiwasi kwamba kwa nini ameshtuka kiasi hicho. Niko nimemuuliza, "Mbona kama hauko sawa?" Akaniambia, "Niko sawa mke wangu. Wewe hata usijali." Nikamwambia, labda kukuuliza hivyo tu umechange ghafla. Lakini sawa, mimi nimemisi sana kurudi nyumbani." Nyumbani utarudi tu, kule ni nyumbani kwako kabisa, wala hata usiwe na shaka yoyote." Sawa. Manake huko sasa najisikia kama penzi langu mimi aliko salama. Na kumisi mume wangu, natamani tutue pamoja. Mimi niko pamoja na wewe always. Kubwa tu karibu na mamangu ni nafasi kubwa sana, manake yeye anakuangalia vizuri sana kuliko hata mimi. Hivyo usifeel upweke wife. Sawa be, nimekuelewa. Okay poa. Lakini jambo moja tu ambalo unahitaji nikwambie, naomba ukae kwa kutulia. Leo nitawapikia mimi chakula. Nitapika mimi chakula cha mchana, sawa? Kwa hiyo mketi kwa kutulia. Wow. Nimemiss mapishi yako tu bei. Yaani bora tu utusaidie siku ya leo. Hakika mama, niko kwa ajili yenu. Pumzika basi. Ngoja mimi nikawapigie. Sawa. Alienda jikoni ya Kim kwa ajili ya kupika chakula. Alimwambia dada wa kazi afanye shughuli nyingine, yatapika. Mimi nayo nikawa nimeenda nje kutembea kufanya mazoezi. Niko nimeegemea gari lake.
maana kutembea kidogo tu nimechoka. Sasa si nikasikia mlio wa simu ilikuwa inaita kutoka mule ndani katika gari. Niko nimejiuliza, kwa hiyo hakimu ameacha simu yake kwenye gari? Mbona simu nilimwona nayo katika suruali? Na tena haina hata mlio hivi, yaani kwamba haiiti kwa sauti. Niko nimechungulia siwezi kuona, manake kioo kilikuwa ni tinted. Nikaamua nifuate funguo ya gari ikiwa ndani. Aliweka tu pale mezani sebuleni. Na mimi nikaamua nisimulize chochote, manake hakuwa na habari. Alikuwa yuko busy akiwa jikoni anapika chakula. Mimi nikaenda hadi kwenye gari. Nikakuta smartphone ni mpya ingine kabisa. Na kumbe na simu nyingine sikuwahi kuiona. Alafu sasa haina hata password. Yaani ni swap to unlock. Nikaanza kuikagua taratibu jamani. Nilijuta kuzaliwa. Nikakuta na chati na wadada wawili. Mmoja anaitwa Agnes ambaye ni ex wake, lakini mwingine simjui. Wote ni wapenzi wake. Na tena nilisoma SMS na kupitia mambo yao yote ya WhatsApp. Mara wametumia na picha, mara voice notes. Na tena mazungumzo yao mengine yalionyesha wazi kwamba wametoka kupiga show muda so mrefu na Agnes. Na ndio maana kanajia zipu ikiwa wazi ya suruali. Nilijuta mimi. Nilijuta kuikagua simu. Nikakuta na mimi wananiongelea, mara mke wako hiki, mara kile, mara hanijali, hanipatii haki yangu ya ndoa. Asa mimi nimekosa kipi mpaka wanihusisha katika mambo yao? Mwenyewe najikuta na mchunguza nimkamate, na kumbe mwamba alikuwa na simu nyingine anaofanyia mambo yake. Yaani humo ametumua picha na Agnes. Picha za aibu. Picha mbaya. Niliziona. Nilikuwa nikiumia sana roho yangu. Nikasema nitamkomesha tu. Nitamkomesha. Niliingia ndani. Nikachukua pesa nikaweza kuondoka pale pasipo hata kuaga. Ile simu niliizima na kuificha chumba nilichokuwa nimekipumzikia mimi. Nikakodi usafiri ukawa umenifikisha mpaka kule nyumbani kwetu. Nilitaka nikakague ukute kama kuna mmoja pengine yuko kule. Nilipofika mlinzi akawa amenikaribisha, na kwa sasa mlinzi alikuwa anaishi hapo hapo. Yaani nyumba isiwe pweke, isibaki yenyewe tu. Nilimuuliza kama kuna mwanamke amewahi kuletwa, alinikatalia. Nikajua tu anamtetea bosi wake. Nikamwambia simwambie mtu yoyote kwamba mimi niko hapo. Nikatazama ndani, manake funguo zote nilikuwa nazo mpaka za chumbani. Niliingia nikaanza kukagua kama nitakuta chochote. Yaani msikilizaji, maumivu ya zile SMS sijakoma tu, natafuta na mengine. Lakini sikukuta kitu. Hasira zangu nilikuwa nimezimalizia kuvurugwa chumbani na kwenye vitu vya sitting room. Nilivipasua kama kichaa. Sio kwa nini. Nilipasua TV. Nikapasua decoder, sijui sabufa, sijui meza, nilipasua kule kule. Yaani mapambo yote ya sitting room nilichakaza. Nilipasua hovyo hovyo, naweza nikakwambia. Nilipasua hovyo hovyo, naweza nikakwambia. Asa mlinzi akawa amegundua kwamba mule ndani hakuko sawa. Maana nilikuwa nalia kwa sauti ya juu na kuendelea kufanya uharibifu. Aliwapigia simu akina hakimu na kumwomba atafute mtu wasaidiane kuvunja mlango. Manake nilikuwa nimejifungia ndani nisije kujidhuru na wao wanakuja. Mara tumbo likaanza kuniuma na hata damu zikaanza kunitoka. Mahali huko pakikubwa. Mlinzi huko alikuwa anajitahidi kuvunja mlango akiwa na jirani kwa kuhitaji kunisaidia. Basi mlinzi alifanikiwa kuvunja mlango akiwa na jirani. Mimi hali yangu ilikwisha kuanza kuwa mbaya. Walikodi usafiri na kuweza kunifikisha hospitali. Wasingeweza kuwasubiri hakimu pamoja na mama mkwe. Nilifikishwa hospitali nikiwa sijitambui. Yaani nilizima. Walianza kunipatia matibabu ili kuokoa maisha yangu. Nilizimia kwa muda wa siku 2, wanasema hivyo. Ndio nikapata fahamu. Nilikuta sina tumbo. Nikajiuliza, kwa nini nimejifungua?
Nilikuwa na maumivu vibaya mno. Mama mkwe pamoja na mama yangu mzazi walikuwepo. Mama alikuja kutokea Tanga. Walinipatia pole na hongera pia. Sasa mtoto yuko wapi? Mbona kama simuoni? Pembeni yangu simuoni. Nilipata wasiwasi sana kwamba nimempoteza mtoto wangu. Na huu ni uzembe wangu mimi mwenyewe kupanic na hata kujipatia pressure wakati niko na hali ujauzito. Kwa hiyo nilitamani ongea chochote niweze kutambua. Kwa nilijikaza, niliwauliza, mtoto wangu yuko wapi? Yupo kweli? Wakasema ndio. Mamangu akaniambia kwamba mwanangu umejifungua mtoto wa kike. Amewekwa chumba kingine cha uangalizi maalum. Kwa hiyo umeniletea mrembo. Maanake ana changamoto kidogo tu, hivyo basi hata usijali sana mwanangu. Lakini kubwa, hongera sana. Lakini pia ilibidi wakufanyia operation haraka sana. Maanake ulikuwa na hali mbaya mno. Wamejitahidi kuokoa maisha yako na hata ya mtoto pia. Mama mkwe alikuwa ameniambia hizo kauli. Kidogo roho yangu ikawa imetulia. Baadaye daktari akawa amekuja na kuweza kuniambia hayo. Nilichokishukuru kwamba ni mtoto wangu yupo. Maana nilishaanza kabisa kuogopa. Hakimu alikuja pia kwa amenipatia pole na hongera zangu. Sikuweza hata kumjibu. Rohoni nilikuwa nimekabwa na hasira. Nilikuwa natamani nimchape hata makofi. Nilipatiwa huduma, baada ya siku kadhaa nikawa nimeruhusiwa kurudi nyumbani. Tukaenda kwa mama mkwe kwanza kwenda kuishi pale. Nikae pale siku kadhaa na kisha nikuwa vizuri basi nitarudi kwa mume. Mtoto wetu tulimpata jina la Hilda. Nikasema ngoja niwe sawa. Siwezi kuzinguana na huyu mwanaume mbele ya kina mama mkwe, mbele ya kina mama. Siku nitakapopata nguvu, alafu ndo nimwashie moto, atanielewa tu, atanijua. Basi wakina mama wakawa wananiuliza pale kilichonifanya mimi niondoke niende mpaka nyumbani kwetu ni kitu gani. Manake sasa umepata na hasira na uchungu ukaisha tu kuharibu vitu. Nilikosa kujibu. Niliwadanganya tu kwamba kuna kitu nilikuwa nimekifuata. Na nilihisi pengine ningeaga, ningekatazwa kwenda. Hivyo basi wanisamehe tu. Niliondoka pasipo hata kuaga. Wakina mama wakawa wananiambia kwamba nisirudie tena. Hakimu alibaki kimya, hana hata amani. Nikasema tajua tu, yaani usubiri. Na kuniuliza chochote, japokuwa nilihisi kajua kila kitu. Na mimi nikasema navunga kwanza, usubiri tu. Basi baada ya kukaa vizuri, sikutaka kukaa sana kule kwa mama mkwe. Hivyo basi niliamua kurudi kwangu baada ya mwezi mmoja. Maana hakimu aliniambia kwamba Joeli anahitaji kurudi. Hivyo basi anaenda Mbeya kumfuata. Alafu mimi nitarudi rasmi kwangu. Mamangu pia akawa amerudi Tanga. Kule kwangu nilikuwa nimemkuta hakimu amekwisha kununua vile vitu ambavyo nilikwisha kuviharibu kwa ile siku. Na kile chumba ambacho nilikuwa nalala mimi alikiwekea wallpaper na kakipamba vizuri tu kwamba ni chumba cha mtoto. Kilipendeza sana, naweza nikasema hivyo. Nikasema hapa nitakuwa nalala naye tu mwanangu. Yaani sihitaji niende kulala na hakimu, sitaki kabisa. Nilikuwa namchukia. Na kumbe mimi nalea mimba, alafu yeye ananisengenya mimi kwa madem zake. Ile simu sikutaka niangalie tena. Nilijitumia vile vitu vyote mule ndani kama ushahidi. Na kisha ile simu niko nimezima. Nisije kuzidisha pressure bure mimi. Nilizima vile vile. Nilikuwa na ngoja niulize ili niwashe moto. Na mwenyewe hata niulize, yaani mimi sipendi anavokaga kimya huyo mwanaume, sipendi. Basi bwana. Joeli akawa amefika pale nyumbani baada ya siku 2-3, akawa ananisaidia kazi zote za pale nyumbani. Sikuwa nikigusa kazi yote, labda ya kumwogesha mtoto wangu na vingine vidogo vidogo tu. Nilianza kulala na mwanangu katika kile chumba kilichokuwa kimepambwa wallpaper siku 4 mfululizo.
Hakimu uvumilivu kamshinda, akawa ameamua kuzungumza. Akaniambia, Kurthum. Nikamwambia, naomba kuongea na wewe. Nakusikiliza. Kwa nini umeamua kulala huko na mtoto? Wakati kipindi kama hiki mtoto ni lazima atakuwa anasumbua tu. Maralia. Jua kama unahitaji msaada wangu pia. Lakini unaamua kulala mwenyewe tu. Unataka mimi nionekane ni mwanaume wa aina gani kwako? Si wajali au? Mbona mimi sija kulalamika juu ya hilo? Kwa ukiona kama mimi sizungumzi, sinunguniki, jua kwamba mimi nayamudu. Okay, sawa. Lakini mimi nahitaji nishiriki tu katika malezi ya mtoto. Kwani haushiriki? Au nini unasema kitu ambacho labda mimi hata sikuelewi? Sikatai. Hiki ni chumba cha mtoto ambacho kinaweza kutumika kabisa mchana na wakati ambao atakuwa amepata ufahamu wa kulala mwenyewe. Hivyo kwa sasa tunaweza kulala wote chumba kimoja, chumba chini chumbani kwetu, na sio wewe kulala humu ndani na mtoto tu, yani peke yenu. Peke yenu kwa nini yani? Kwa nini tutengane angali tunatakiwa kabisa tumpatie joto mtoto? Joto la baba lifaidi na joto la mama. Hivi kwani Hakim, kuna ubaya mimi kulala huko kwani? Halafu kumlea na kumbembeleza. Hivi mbona kama mimi sioni usumbufu wote ule? Wewe kwa mwenyewe tu. Hata usiwazoe kwa mwenyewe. Kurthum. Hivi kwani umenikasirikia? Kisa nini? Kitendo cha kuhama chumbani kwetu unamaanisha nini? Hivi nakuwa ujue sikuelewi. Nimekasirika au nimeamua kulala huko tu? Sawa, unaweza kuniambia kwa nini ulikuja nyumbani kufanya uharibifu? Ili hali hatujakosana chochote. Umeniacha mimi nikiwa napika, ukawa umeondoka kimya. Jamani, hebu niache bana, mimi sitaki kuongea kitu. Kurthum. Hivyo unanijua vizuri wewe binti? Naona nijua vizuri mimi. Kwa tunabishana kweli, si ndio? Wala tubishane. Hebu rahisisha mambo kwanza. Nenda kwenye pointi. Ulikuja nyumbani kufanya uharibifu, kisa nini? Naomba niambie sababu ya msingi ile kufanya wewe utoke hapo kuja nyumbani kufanya uharibifu. Maana umevunja vitu vingi sana. Umeona haitoshi, umevunja PC yangu. Haujui kwamba nilikuwa nimehifadhi nini mule ndani? Hivyo nakuomba unipatie sababu za msingi kwa nini ulivunja vile vitu. Nilimpandisha, nilimshusha. Alafu nikamjibu kwamba unataka kuniambia kwamba wewe haujui sababu? Kwa nini lakini unajifanya hujui? Basi nimevunja sababu nimegundua kwamba unanichiti. Umeridhika? Unasemaje wewe? Nimekuchiti na nani? Bado unataka nikuelezee kitu ambacho nakijua? Nataka nikuelezee kitu ambacho nakijua? Kurthum, niko serious sana. Sipendi ujinga wowote na wewe. Usitaki kujua Hakim ni nani kiundani zaidi. Mimi sitaki tufike huko. Bana, sikiliza. Uwe hakimu, uwe jaji, sijui mahakama, usinitishe. Yaani unichiti bado uanze kunifokea. Alafu unaniuliza eti mimi nimekuchiti na nani? Kwani wewe hauwajui? Kwani wapo wengi sana ambao hawakumbuki labda? Ngoja sana nikuonyeshe basi. Manake hapo najikuta mimi na kusingizia. Unaona kama mimi ni mwenda wazimu, nimepagawa. Nilitoa ile simu. Alionyesha kushangaa. Kwani hajui ninayomuonyesha au? Hebu nipatie hiyo simu. Bila yana nilimpatia. Sima vitu yote nilikusha kujitumia. Kuanzia chati, nilize screenshot na voice note zote nilijifuadia. Akawa anazunguka tu hapo chumbani, mimi kimya. Yaani simjali hata. Akawa ametoka pale chumbani. Yaani ni kama kavurugwa tu. Nikasema akwende tu bwana wewe. Ilibaki pale kucheza na mwanangu. Kwanza kanipatia maumivu makali sana.
Yaani sijui nitampatia pigo gani huyo mwanaume. Ahisi yale maumivu niliyoyapata mimi kwamba alikuwa anafanana na kwake, au ya kwake yanizidi ya kwangu. Alirudi baada ya masaa mawili akiwa na ua mkononi. Alikuja na kunipatia. Pokea basi mke wangu please. Ni la nini hili? Nimekupatia tu kama zawadi, lakini pia nahitaji kuongea na wewe. Niambie. Ndo nijue nalipokea ili ua au vipi? Niambie kwanza. Mpenzi, natamani kwamba kuwa na njia kukuonyesha hatia iliyokuwa ndani yangu. Siwezi kukukosa mimi na kuhitaji sana ujue. Samani sana Kuruthum. Tafadhali nakuomba nisamehe. Naahidi haitatokea tena. Wewe ni furaha yangu mimi. Wewe pekee ndiye uliyekuwa funguo moyo wangu. Samani sana kwamba nilivunja uaminifu juu yako. Tafadhali naomba unisamehe. Nilifanya makosa makubwa sana kwa jinsi nilivyoyafanya. Ninaahidi haitotokea tena. Ninaelewa kwamba kwa njia pekee ambayo wanandoa kabisa wanaweza kupata furaha ya kweli ni kupitia upendo wa kweli kwa kila mmoja. Ikiwa nitakuletea furaha mpenzi wangu, tafadhali ukubali msamaha wangu wa dhati. Sitorudia yale yote niliyofanya. Kuruthumu, nakuomba nisamehe mke wangu. Vizuri. Niambie basi na sababu za msingi 5 tu zilizofanya unichiti. Ile hali wewe mwenyewe ulikiri. Ulifanya mpango na baba yangu ili tu nioe. Uliniahidi kwamba unanipenda. Ukanifundisha kupenda na kulinda penzi letu. Kipi kimefanya tena urudi kwa ex wako? Yaani mara 100 ungenisaliti na huyo mmoja, imagine ex wako. Kwamba leo hii ndio amekuwa bora tena kuliko hata mimi. Sina sababu yoyote ya msingi. Sawa, si sababu. Nimekubali mimi ni punda wako. Sina cha kufanya. Kwetu kwenyewe walishindwa kunithamini, utaanzaje wewe kunithamini? Au maua mimi wala hata siyataki. Wewe nenda tu kawapatia maex zako, kawapatia wapenzi wako, kawapatia wala mbona unaona umuhimu sana kwenye maisha yako. Niache tu. Kuruthum, sasa mimi niongee nini? Anyway, ukijisikia kunisamehe utanisamehe. Na ukiona hautaki siwezi kukulazimisha. Tuendelee kuishi maisha haya uliyochagua. Imagine msikilizaji, jitu limekukosea alafu linakujibu hivyo. Nikasema nitamnyoosha tu huyo kaka. Napenda michezo ya kushindana, ili dawa yake ipo jikoni. Nilimwomba Joel akanitolea picha zetu studio ambazo tulipiga katika simu mimi na Kim. Aninunulie na gundi, maana nina jambo langu mimi muhimu tu. Joel akawa ameenda kuninunulia, akawa ameniletea na zile picha, niko nimemshukuru. Wakati huo Kim sijui alikuwa ameelekea wapi. Anajitia mesusa, sijali wala nini. Yaani mimi nitamsamehe kwa urahisi vile kwa sababu yeye ni nani hasa? Mtu hata ajishushi. Ila kama moyo kalikuwa kananiuma. Mbona kama ajejutia kivile? Anamaanisha ataendelea tu kuwatafuna hao wengine. Nilitulia kama sio mimi. Nitampa heka mpaka ajute. Nilitulia kama sio mimi. Nikasema nitampatia heka tu mpaka ajute. Nilikaa mpaka majira saa 4 za usiku hajarudi. Sikumtafuta wala nini. Nikaenda kulala na Hilda wangu. Asubuhi yake niliwahi kuamka nikamwandalia chai mpaka alishangaa. Sijui alidhani kwamba mimi nitampatia sumu katika chai au katika chakula. Akawa ameniambia kwamba mke wangu, ni umeamua kuandaa chai leo au? Nikamwambia ndio. Kwani kuna tatizo? Maana afya yangu iko sawa kwa sasa. Okay. But usifanye kazi kupitiliza. Lakini pia sijui nisemeje. Najua bado kuna vitu viko moyoni mwangu. Nikitoka nindako
nitakuja tuongee. Nikamwambia hatuna cha kuongea, mimi niko sawa tu kwa sasa. Ukweli? Yes, amini hivyo. Nafurahi kama hivyo. Ngoja basi niwahi kazini. Sawa, maliza chai kabisa. Niko nimetoka nje pale na picha mbili. Moja nikabandika kwenye mlango wa gari lake upande wa kushoto, nyingine nikabandika kwa nyuma. Nikaandika na makapeni kabisa kwamba husband and wife, ili mradi tu kumchokoza. Alipomaliza kunywa chai niko nimemsindikiza. Na huko niko na mzuga tu asije akaona ile picha nilikuwa nimeibandika kwa nyuma. Hakuona. Akaingia kwenye gari na kuondoka. Mlinzi alibahatika kuliona lile tukio. Nilimnyamazisha. Nikasema najua tu atakuwa anaenda kwa watu wake. Weekend yote hii asitulie nyumbani kisa nini? Au nimtishe kwamba nitasambaza picha za hovyo za Agnes walizokuwa wanarushiana naye. Manake analeta dharau wakati naweza kumtoa chochote au kumfanya lolote lile. Hebu ngoja nisubiri. Atakuja na sera gani akirudi nyumbani? Manake sasa amesema kwamba akirudi atakuja tuongee, sawa? Nilikunywa chai ikashuka barabara. Nikaona subiria ugomvi. Basi bwana. Wakati mchana niko nimetulia, niko sebuleni. Nilikuwa na Joel. Mimi nilikuwa nacheza na mtoto wangu. Tunamsikia Kim ananiita kutoka nje. Nikasikia Kuruthum. Wewe Kuruthum, wewe Kuruthum, uko wapi? Akaingia ndani. Wangu unavyokuambia. Nikamwambia kuna nini, mbona kama hivyo? Nilimuuliza. Akasema hujui ulichokifanya wewe? Unanitafuta nini wewe mwanamke? Nikamwambia sijui. Kwani Joel, mimi nimemfanya nini kakako? Eti kaka, kuna nini kwani? Shemeji yako na mambo ya kitoto sana mwanangu, huwezi kuamini. Wewe ambao una mambo ya kikubwa sasa ndio mazuri Kelele nitakupasua ujue. Kaka, tafadhali bwana msifike huko. Kumbuka shemeji ana mshono kakaangu. Kwani tatizo nini lakini? Tulisolve mapema, tusiwape watu faida. Mwanangu sikia. Nafika napoenda nakuta kabandika kwenye gari. Kaandika sijui hivi. Kuna mtu kamwambia sijui anataka kuona ujinga wake. Yaani mimi sirudie ase. Ujue shemu anazingua bwana. Ila sijaona ubaya wote. Si picha tu bwana. Lakini picha ni za kwenu wenyewe. Na kabandika kwenye gari lenu wenyewe. Kwani kazingua wapi? Kwa mwanangu na unaunga mkono usio? Upumbavu huu, upuuzi unaunga mkono? Lazima unge mkono. Maana hamna baya hapo lolote nilokuwa nimelifanya. Au tumuulize wewe. Sawa, kwa nini haujapenda? Na upaniki kiasi hicho, kwa nini umepaniki? Nilimuuliza, akaniambia kwamba usilete kiburi chako hapa. Sishindi kukupiga hata mara moja. Nikamwambia si ndio unipige sasa? Kwanza subutu, ndio tamjua babangu vizuri. Yaani hiyo ndio imeanza introduction, naweza nikakwambia. Tutaendelea na picha kamili. Au hiyo ndio trailer anavyokuambia. Joel akaweza kuzungumza kwamba jamani, kwani mna tatizo gani? Naombeni mnishirikishe na mimi, pengine nitakuwa nina njia yoyote kuzungumza. Sisi wote ni familia moja. Hakuna brother chochote cha maana mwanangu. Sio anielewa Joel. Yaani kiufupi ni kwamba sijapenda tu alichokifanya. Basi bwana kaka, msifikia tu mbaya. Msamee bure shemeji. Misha msamee, wala hata usiwaze Joel. Basi sawa brother. Shemwe, wacha ukorofi bwana. Mimi ulivyoniagiza nikakutolea zile picha, mimi sikufahamu bwana kwamba ulikuwa unataka kufanya kitu gani. Inaonyesha shemeji yangu na wivu sana wewe. Unawahabarisha watu kwamba huu ni mali ya mtu eti. Nilisha kucheka tu. Na kisha nikaamua kunyanyuka na kuondoka zangu. Nifuate simu, manake simu yangu nilikuwa nimeacha chumbani. Nilipofika ndani, nilimtumia hakimu zile picha za aibu za Agnes. Nimuone atachukua hatua gani. Manake si kama nilivyoambia,
Ile ilikuwa ni trailer tu. Bado ngoma ilikuwa inaendelea. Alipoziona akaniambiaje, Kuruthum, naomba tuongee. Nikamwambia tuongee nini tena? Unaelewa nini ninahitaji mke wangu? Naomba tuelewane. Najua nimekukosea lakini sisi ni wanandoa. Bado tuna safari ndefu sana ya maisha. Tusifikie kudhalilishana kiasi hicho. Okay, naomba basi usinifikishe popote. Wala usizifikishe popote hizo picha. Nitakupatia unachokihitaji. Unasema kweli? Ya ndio Kuruthum. Najua una zingine zaidi ya hizo. Hivyo nakuomba tu tuachane na haya maisha. Please futa hizo picha. Mbona kama siwezi kufuta hizo picha? Yaani kwa kweli kabisa siwezi. Yaani siwezi. Siwezi kujifanya mwema mbele za watu na kumbe imeficha mambo kibao. Mungu wangu, hivi ni wewe kweli uliokuwa unafanya kabisa ujinga wako kweli kabisa? Unapoteza muda mwingi kabisa unafanya upumbavu kama huu? Kuruthum, musikiliza. Nielewe basi mke wangu. Nikueleze kipi tena? Mimi siwezi kukuelewa bwana. Tafuta tu lingine la kuniambia. Kinyume na hapo mimi siko tayari. Nikupe masaa mangapi ushazifuta hizo picha? Si nikashangaa bwana, mbona kama ananikalipia. Badala kunibembeleza vizuri kabisa. Futa picha hizo mke wangu, kanikalipia. Nikamwambia nitafuta nikijisikia. Akasema vizuri. Fanya chochote utakachokitaka. Kama kusambaza, kupost ni wewe tu. Alafu utaona kama kuna faida ambayo utaipata. Akaondoka zake. Akasema mbona kama shtuki wala nini? Au sababu sio za kwake? Maanake hajali wala nini? Sasa nimtetemeshe na huyu nini? Huyu mtu. Ili hapa naona kabisa jinsi gani ataniendesha sana. Kanikosea lakini hombi msamaha. Hajishushi wala kuhofia. Japokuwa najua nina ushahidi wa mavitu yake ya hovyo. Ni mateso au nimtafute Agnes nimtishe naye mwenyewe. Mara namba zao nilichukua yeye pamoja na yule mchepuko mwenzie katika simu ya huyu mwanaume ambaye ni Hakim, baba wa mtoto wangu. Ngoja nikitulia nitamtumia picha zake zote usiku. Asilale kwa amani. Yaani asilale kwa amani. Bwana wewe msikilizaji, kweli ilipofika majira saa 5 usiku niliingia WhatsApp. Niko nimemtumia Agnes zile picha zake zote za ovyo. Sikuongea naye lolote lile. Nilituma tu picha shwani kwa nimetulia. Nikazima simu, nikalala. Nikasikia Hakim ananigongea mlango, lakini sikufungua hata kidogo. Nikajua pengine anataka tuongee issue ile. Niliupiga zangu usingizi, sikutaka wala hata kufungua mlango. Asubuhi niliwahi kuamka mapema, nikawasha simu, nikatoka nje. Nikakuta Hakim amelala mlangoni kwangu. Kimemkuta nini huyo mtu jamani? Nikamwambia Hakim, wewe Baba Hilda, mbona kulala hapa jamani? Nilimwamsha. Akaniambia Kuruthum, naomba ufute hizo picha, kama ni hela au nini utakachokitaka mimi niko tayari kabisa kukupatia. Nikamwambia picha gani? Mimi sina picha. Hebu kuwa serious basi mpenzi wangu. Naomba ufute please. Yaani ni hidi vyovyote vile utakavyokuwa unataka. Mimi nitakuwa nafanya kwa ajili yako au nifanye utakavyotaka. Lakini please bana. Please Mama Hilda, futa hizo picha. Hata Agnes nitachana naye. I promise. Kumbe bado hujaachana naye. Unaendelea kunichiti sio? Nilisikia uchungu sana. Kwa hiyo anamthamini sana huyo mchepuko wake kuliko hata mimi. Na kuniona mimi si lolote. Itakuwa usiku. Agnes amemlilia. Na ndio maana Hakim akawa amekuja kunifuata pale usiku. Sasa nitafanyaje hawa watu? Yaani hapa inaonyesha wazi kwamba Agnes anapendwa zaidi yangu mimi. Si akufe tu jamani. Anajechi babangu. Nilihisi wivu mpaka mshono kaanza kuniuma. Kajitu kenyewe kadogo
mimi naanza kuteswa na mapenzi. Nikifika miaka 30 pengine sitakuwa nyang'anyanga. Na kwa nini nilipenda? Yaani kwamba ni kwa nini nilimpenda huyo mwanaume? Yote kaataka babangu, kwa sababu nilichunda kweli, kiasi cha kuniozesha kimagendo. Sio angeniacha tu mimi nipate mtu nitakayempenda kutoka moyoni. Ona sasa, nimefosi kumpenda mtu na ameanza kabisa kuninyanyasa vibaya. Niliamua nimtafute kakangu Mustafa, nikamweleza yale yote yanayonisibu. Nikamwomba nipate ushauri. Akaniambia nitulie kwanza azungumze na mume wangu. Nilimpatia namba zake aweze kumtafuta. Kwenye simu yangu nako nikaanza kabisa kupokea SMS za Agnes akisema kwamba nifute hizo picha atanifikisha katika vyombo vya sheria. Sikumjibu. Ile siku ilipita, ikafika asubuhi ya siku nyingine. Siku niliamka na njaa sana. Sijui kwa nini nikawa nimeamua na mimi acha ninywe chai mapema, muda ambao Hakim pia alikuwa anakunywa chai. Nikafika mezani nikataka kabisa nifungue chupa ya chai ili nimimine, lakini ikawa ngumu kufungua. Yaani Hakim alikuwa mikaza sana. Basi akawa amenitoa mikono yangu pale akanisaidia kufungua ile chupa. Nilimuuliza, kwani mimi nimekutuma? Alafu niko nimefunga ile chupa, nikafungua tena kwamba sitaki shobo na yeye mwenyewe. Sasa Joel akawa amebaki tu kushangana kucheka. Kwani shem? Kwani kuna tatizo gani? Au ni zile habari za jana? Muulize kakako, mimi hata sijui. Joel, acha hizo habari. Acha nazo mdogo wangu. Fanya tu uende. Hakim alikatisha mara. Sasa nikajiuliza, Joel anaenda wapi? Ila sikutaka kuwauliza. Mimi si nimenuna. Nikajijibu tu pengine anaenda mjini. Kuna kitu anaenda kununua. Sawa bro. Ile kama kuna tatizo mrekebishe. Si ndio shem bwana? Joel alisema na huko akiwa anaangalia mimi. Ongea huko na mwangalia kakako, sio mimi. Mwenye tatizo ni yeye. Kuruthum, hebu jeshimba basi mama. Mimi tena? Sawa tunywe ni chai. Joel, ni wapi unaenda? Manake wewe nawe sio kunywa chai sasa hivi ujue. Anaenda kumpokea wifi yako. Anatokea mkoani. Anafika na ndege asubuhi. Hakimu akawa ameniambia, mbona hujaniambia kama kuna mgeni leo? I'm sorry. Ni vile tu hatuko sawa mimi nawe. Lakini hakijaribika kitu. Haya. Jamani, ngoja mimi niwaache basi niwahi. Joel akawa ametoaga pale na kuondoka. Na mimi niko nimeinuka, nikahama kutoka pale katika meza ya chakula. Nilienda kuketi katika sofa nikiwa na chai yangu. Hakimu naye alipomaliza kunywa chai akawa ameinuka na kuondoka kuelekea kazini. Nilibaki mwenyewe tu, mimi na mtoto wangu. Na nikingoja huyo mgeni ajaye ambaye ni wifi yangu. Niko nimesafisha meza, nikapanga vitu vizuri. Tusionekane wachafu bure. Baada ya muda kaka Mustafa kama amenipigia simu na kuniambia kwamba alizungumza na mume wangu na kumwambia kwamba amekiri kuwa amekosea. Kingine alikuwa anatamani sana mimi nifute picha za Agnes na maisha mengine yaweze kuendelea. Maana Agnes ndiye mwenyewe anamtishia kutoa vitu vyake. Niko nimemuuliza, ni vitu gani hivyo? Hapa si ndopa kukaza kabisa mpaka Hakim aniamkie. Lakini kabla kakangu hajanijibu, Joel akawa ameingia na wageni. Mdada mkubwa tu akiwa na mwanae. Na hisi nimempita miaka 2 au pengine tunaweza kuwa sawa kiumri. Niliokaribisha, lakini hata hawakunichangamkia hata kidogo. Nikasema ndo hivi. Asa mbona kama shoboki na mimi? Mke wa kaka yake. Asa yule dada akawa amenisalimia aje akaniambia eti binti za hapa. Nikasema salama. Za huko mtokako? Akasema salama pia. Mimi naitwa Mvua. Dada yake na Hakim. Na une binti yangu anaitwa Tatu. Bila shaka wewe ni Kuruthum. Nikamwambia ndio, karibuni sana wifi. Asante tushafika. Sawa.
Mkaribie mezani basi mnywe chai. Tutakunywa tu, ila kwanza nataka kuongea na wewe. Nikasema kumekucha. Nikasema sawa hivi, ngoja nipeleke mzigo ndani. Nilimpokea mizigo ya wageni alikuwa amekamata pia Joeli na kisha kuipeleka chumbani ambapo atakuwa analala. Nikasema huyu asije kuwa gubu. Mimi sipendi maneno. Imagine mtu hataki kula kwanza, anahitaji kuongea kwamba anachelewa sana huyo. Kaka Mustafa kama nipigia simu, niliamua nizungumze naye kwanza, alafu ndo nirudi kuongea na wageni. Nikiwa chumbani niko nimezungumza naye. Niambie kakaangu mie. Niambie basi alichokwambia Kim. Maana yake kuna wageni nahitaji kwenda kuzungumza nao. Hivyo basi niambie sasa hivi. Na ndio maana nimekupigia dogo. Sasa kaka nakusikiliza. Momoka ananiambia kwamba anahitaji wewe ufute hizo picha. Sababu kuu anasema kwamba huyo msichana mwenye hizo picha ni mwenyewe na vitu vyake ambavyo amemtishia endapo tu wewe utachukua hatua mbaya juu ya hizo picha, na mwenyewe atafanya hizo hatua au atachukua hatua hizo. Nikasema vitu vyake, vitu gani sasa? Mimi kuniambia ni vitu gani? Sasa ungemuuliza kama Mustafa. Mimi nilifanya hivyo lakini hakufunguka. Sasa unanishaurije kaka? Ongea naye tu mpate kuyamaliza. Bado mna safari ndefu sana. Tayari ninyi ni familia. Hivyo basi sameaneni na mengine apate kuchukua nafasi yaweze kuendelea. Unamtetea kisa mwanaume mwenzio, si ndio? No. Lakini najua wewe ni mdogo wangu, ndio mwenye haki zote hapa nyumbani. Achana hayo. Sijui michepuko ambao wanafichwa huko. Kama angekuwa na wathamini sana basi angewaoa. As long as wewe ndio mke halali kabisa, usumize kichwa. Mwanaume huwa ni lazima cheat. Hiyo nakupatia kabisa. Nakupa. Sasa mdogo wangu, kama ulikuwa haujui, nakupa. Mwanaume ni lazima achiti. Kwa hiyo nichukule kawaida tu kudharauliwa. Kaka mimi siwezi kwa kweli. Naweza kuwa mama mjengo alafu nateseka vile vile. Na nisipompatia dozi sawa ataendelea kabisa kunichezea. Anajua tu mimi nitamsamehe. Labda sio kuruthu mimi. Atajua hajui. Na sikuombi tena ushauri kaka. Nitatumia maamuzi yangu mwenyewe. Nimekuwa mbaya tena kwako. Kaka yako mimi nimekuwa mbaya au sio? Wewe unatetea ujinga wake. Sawa kama unaona hivyo. Ila nishirikishe tu itakuwa vizuri. Sitaki tena. Nishaona dalili mbaya. Nitakutafuta baadaye kaka. Basi poa dogo. Nirudi sitting room niweze kuongea na wageni. Nikakuta wanakunywa chai, nikasema si walikataa hawa. Niliwacha kwanza wanywe chai. Sio vizuri kusimanga wageni. Japokuwa moyoni nilikuwa kama kuna kanamna nilikuwa nahisi. Nilitulia katika sofa na Hilda wangu mimi Hakimu akawa amenitumia SMS. Vipi mke wangu? Wageni wamefika? Nikamwambia ndio. I'm sorry my wife. Sikuweza kukutaarifu manake hizi siku mbili tatu hatuko sawa. Hivyo basi nikajikuta tuna sawa. Manake dada taarifa yenyewe ya kunipatia kwamba nakuja alinipatia jana tu. So I'm so sorry. Usijali. Basi au baadaye basi. Poa. Nilikuwa namjibu dry tu. Hata kumtamkia kazi njema sikuweza. Nilikuwa nawaza tu venye kaniuzi namchukia. Ndio nilikuwa nawaza. Sasa muda huu ikabidi mimi nizungumze na Joel. Tushauriane mchana tutapika nini kwa ajili ya wageni. Na mwenyewe akaanza kunipeleleza kwamba mimi na kaka tuna shida gani. Maana tunaonekana kama tuna tatizo. Nikaamua tu nimwambie ukweli. Nilipomtajia Agnes akasema anamjua fika tu huyo dada. Aligombanaga na mamake Hakim. Ili kiufupi huyo dada anajisikia sana. Na ndio chanzo mpaka Hakimu kutengana naye. Manake alimshushia heshima mamake. Na ndio ghafla Hakimu akamwambia kwamba anaenda kuwa huko mkoani Tanga. Ndio kama ni wa mimi.
Joel alikuwa ananipatia historia hapo, ananiambia. Nikamwambia, sasa mimi nakuwa najisikiaje katika hili? Mtu aende kuchiti na ex wake kweli? Akasema ni vibaya sana. Ngoja mimi nikwambie kitu shem. Nikamwambia, hapa kilichotokea ni kwamba hakimu aliachana Agnes kwa sababu ya mama yake tu. Alikuwa bado anampenda, ila ni vile hawezi kupingana na mama yake. Hapa sasa inabidi tu wewe usiumize kichwa. Uoshe kwa mke wake, una haki zote. Wewe ni mama mjengo, unaelewa? Ni mama mtoto kwake. Mamake pia hawezi kabisa kumkubali huyo Agnes ambaye ni ex wake. So mimi nachokuomba shem, we relax tu. Kwa mimi anipende? No. Sijasema hivyo. Au tufanye kitu kimoja. Tutafute njia ya kuharibu kabisa huo uhusiano. Abaki njia kuu brother. Au unasemaje? Okay, nisaidie, nitashukuru sana Joel. Yaani manake wewe ndio unayejua zaidi kuhusiana na Hakim. Usijali shem, limeisha. Niko nimerudi ndani, nikakuta amekwisha kumaliza kunywa chai. Ikabidi nitoe vyombo. Mtoto nilikuta amebebwa na Tatu, mtoto wa wifi. Manake nilikuwa nimemwacha pale sebuleni. Wifi akaanza kuniambia, nasikia unamtishia Agnes. Akasema mimi? Kwani hapa anazungumza na nani? Nikasema wifi anijui ananijibu tu kwa kunipanikia mimi. Hivi anijui vizuri huyu mtu? Nikasema Agnes ndo nani? Na nimemtishiaje? Unajitoa ufahamu Peleka vyombo tuje tuongee. Nikasema hivi huyu wifi mbona kama anakuja kwa pupa sana? Mimi nimemkosea kipiazo mpaka nikaripia kiasi hicho. Nikatoa vyombo nikasafisha pale meza vizuri tu. Tuje tuongee. Tuje tuongee. Nikao nimerudi pale. Nikamuuliza wifi, mimi sijakuelewa kiukweli. Ni nini unaongelea? Akasema hujui kwamba kuna mtu anaitwa Agnes? Au unataka kusemaje labda? Wewe umfahamu wewe? Nikamwambia simjui kwa kweli wifi. Akasema sawa, mjenje wewe. Picha unazotaka kabisa kusambaza ni za nani? Nikamwambia picha gani? Akasema hujui nitakutandika kibao wewe. Nitakupiga makofi wewe binti wewe, usinitoe akili. Nitakukata makofi mume wako kukuta kabisa mimi nimekupiga. Nikamwambia wifi, unajua mimi nakuwa hata sikuelewi. Au mambo umeyajuaje? Akaniambia wewe usitaki kabisa kujua. Na ujue huu mguu umekuja kwa ajili yako. Naomba futa hizo picha za Agnes. Nikamwambia sawa wifi, nafuta. Akasema ewa, hapo tutaelewana. Vitu vingine nadhani tutaongea zaidi. Nilimsonya moyoni na hizo picha sifuti. Nilimtumia SMS ya Kimo kwamba mimi nashindwa kuvumilia humu ndani. Kwa hiyo mmeamua kuninyanyasa, si ndio? Akasema kwani kuna nini mke wangu? Mbona kama unanipatia wasiwasi? Nikamwambia naomba unirudishe kwetu, siwezi mimi. Kurudhum, kuna nini? Kuna mtu umegombana naye au kuna nini? Nikamwambia hapana. Dada yako tu umemleta aje anikoseshe amani humu ndani? Sawa, hamna shida. Sawa. Naanzaje kufanya hivyo? Dada amekuja kujilelekezo na wala si kingine. Na wala hausiki na mambo yetu yoyote yale. Na leo pia nikirudi kazini basi nakuomba nilale chumbani pamoja na wewe. Kuna kanamna nahitaji nizungumze nawe mke wangu. Natamani tumalize tofauti zetu. Hajaja kwa ajili ya hayo. Wakati mwenyewe kasema kaja kwa ajili yangu. Na kanitajia masuala ya Agnes. Basi naomba nivumilie basi. Nifanye kazi tu mke wangu. Tutakuja kuongea. Niliona niachane naye tu. Niko nimeingia ndani nikamsaidia Joel kupika chakula. Na kisha tukaandaa kula kwa pamoja na wageni. Nilitamani kakae peke yangu hata chumbani kwangu. Manake ilikuwa wifi ashaniuzi. Sikutamani kabisa hata kumuona. Lakini sikuhitaji nipewe hila za bure kwamba nimeacha wageni wakae peke yao. Walikuwa napiga stories zao, mimi nilikuwa niko kimya. Nilikuwa busy na mwanangu.
mpaka hakimu akawa amerudi. Akawa ameingia ndani pale. Sisi tulikuwa tunaangalia TV tukiwa hapo sitting room. Wifi akaanza kuniambia, sasa mume wako amefika. Hata kunyanyuka kwenda kumpokea unashindwa kweli? Nilimsonya kimoyo. Nilitamani nimkate vibao lakini nikasema kwamba ndio ananifunda tena au. Sikujibu chochote. Nilinyanyuka nikawa nimeenda kumpokea mizigo aliyokuwa nayo. Ulikuwa ni mzigo hatari. Niliubeba nikapeleka chumbani. Nikimwacha huko wanasalimiana na ndugu yake. Na kisha akaja mule chumbani. Mke wangu, I'm sorry. Najua haujapenda lakini samahani sana. Dadangu huwa ni mtu wa maneno sana. Hivyo basi usimwekee moyoni. Usimuhifadhi. Nisimweke moyoni wakati mtu kajipanga kabisa kwa ajili yangu. Sumamua kabisa uniletee kikosi. Wewe, Agnes wako na dada yako. Nasemaje, ngojeni tu. Eti mbona umpokee mumeo? Ili mradi tu kunitafutia sababu. Hivyo unafusiwa kabisa nikupokee kama vile umetoka mbinguni. Mke wangu, mimi tena jamani, yani nimeingiaje? Mbona mimi siko huko? Naomba unipatie muda basi leo, tuongee vizuri. Najua kwamba nimekukosea ndio, lakini nakuomba muda mama, tuongee vizuri, tumalize tofauti zetu. Ongea. Sio sasa hivi. Baadaye kidogo nakuomba chonde. Usije kukataa. Matatizo siku zote hatatuliwi kwa kuvimbiana mama. Hatuwezi kuyamaliza matatizo kwa kununiana. Kwa hiyo unataka kulainisha ulichokifanya? Ungekuwa wewe ungependa Simaanishi hivyo. Basi sawa mama, tusifike mbali. Niliachana naye niko nimeelekea chumbani kwangu napolala na mtoto. Alinifuata Kim. Mke wangu, nimekuletea zawadi. Mimi sihitaji. Kuruthumu please basi nakuomba nisamee mama. Nisamee mke wangu, siwe hivi basi. Eti mbona bana? Kumbuka nimetumia muda kujaribu kabisa kuwa na wewe. Ikanigharimu hata kukuoa. Kwa njia ya ujanja tu. Ndio leo hii nifanye kitu mimi kukukomoa wewe? Kweli nimehangaika sana kukutafuta, kukuhitaji wewe na kukuoa. Nilipitiwa sana kipindi kile. Una ujauzito na ukawa hauna ushirikiano na mimi. Nikajikuta nimeshawishika kabisa kukuchiti. Sijakusudia mke wangu, I'm so sorry. Nakuomba nisamee. Kwa hiyo kila nikiwa na ujauzito utakuwa unanichiti, si ndio? No. Sijamaanisha hivyo. Basi nitolee uongo wako. Naomba niache. Yaani ukiongea na mimi unazidi kabisa kunipatia hasira. Okay basi. No way. Baadaye tutaongea. Moyoni nilianza kujilaumu. Na kumbe labda sababu ya kunichiti itakuwa ni mimi mwenyewe. Pindi nilipokuwa namtenga huyu mwanaume, maana sijawahi kumonyesha upendo wa dhahiri. Yeye anaweza kuona kama vile upendo upo upande wake tu. Na ndio maana alinichiti. Sasa kwa nini naendelea kumkazia wakati mimi nampenda bwana? Lakini kwa nini alinichiti? Kuvumilia alishindwa kweli? Hiyo sio sababu. Bado hajasema. Lakini mbona kama nisimlaumu sana, maana tangu anioe sijawahi kumnyenyekea. Wana wanawake wengine wanamnyenyekea huko walipo. Mimi najikuta mbabe. Asena badilika. Maana tatizo sio mimba, ni vile tu nilikuwa namtreat huyu mkaka tangu ananijua. Nikawaza pale, nikajifikiria hata nikiachana naye nitenda wapi? Sina mtu mwingine. Yaani nimsamehe tu, lakini pate uhakika kwamba hao wanawake atawaacha, atachana nao. Basi wote tulikuwa tumerudi pale sitting room. Hakimu akawa anaongea na dada yake pale, wanaulizana mambo mbalimbali. Mpaka ikafika usiku, tulikuwa tumeandaa chakula cha usiku, tulikuwa tunakula. Wifi akaanza, mmefikia wapi juu ya swala la Agnes? Swala lipi? Mkeo si ana picha zake, nahitaji hizo picha afute mwenyewe.
kwa sababu najua kabisa hata huyo Agnes ana wasiwasi sana. Jamani, huyo Agnes ni nani? Nimechoka kuzisikia habari zake. Picha zake sizifuti na lolote nifanyeni, niliwaambia kwa hasira. Unasemaje wewe? Unapata wapi nguvu za kunijibu hivyo mimi? Wifi akawa ameniuliza bwana kwa mshangao. Nikasema na kujibu tu, wewe uliokosa kazi, ambaye umeacha mji wako na kuja kabisa kushadidia vitu visivyokuhusu. Sasa nikwambie tu, sitaki kuongea, sitaki maneno na mtu. Hizo picha sifuti na hata polisi nendeni. Nilinyanyuka nikaondoka kwa hasira. Nikasema yani hizi picha ngoja kabisa nisiziposti. Nisiziposti. Si wananiletea ujinga? Subiri. Yani muda huo nimefika tu chumbani, nikaona namba nyingine imenipigia simu. Nikaona nimepokea na kumbe alikuwa ni Agnes. Eti ananiambia sijui anakuja kunikamata kisa tu zile picha zake hata nifikisha katika vyombo vya sheria. Nikaona nimecheka sana. Nikamwambia yani wewe hata siogopi sheria yote ile. Mimi mwenyewe kwanza ni sheria, babangu mahakama, mamangu gereza. Siogopi chochote mimi. Siogopi. Nilikata ile simu. Sikutaka kuongea sana. Lakini akija polisi sijui itakuwaje. Mimi naogopaga kiukweli, kusema kweli. Naogopa polisi. Mara Hakimu alikuja chumbani ambapo nilikuwepo. Kile chumba ambacho mimi nalala na mtoto. Alifika aliketi kitandani. Nilihisi kama namnyanyasa mtoto wa watu. Alafu mbona kama yeye haongei? Mimi sasa. Nikaona tu amechukia nilipomjibu dadake. Nilimfuata mpaka pale alipokuwa amekaa na kumpigia magoti. Kuruthum, una nini kwani? Kwani unanipenda? Ndio nakupenda sana mke wangu. Hebu nyanyuka kwanza. Sio ni sababu ya kunipigia magoti. Sio kweli. Unajua najisi nilikukosea sana. Mimi ndo nilifanya urudi huko kwa ex wako, ukiamini kwamba mimi sikupendi. Nilikuwa nashindwa kukutimizia haja zako kama mume kwangu, kama mke wako. Nimekunyima tendo la ndoa kwa muda mrefu sana. Nikawa najisi kwamba mimi ni bora sana kuliko hata wewe. Lakini kumbe nilikuwa nakutengenezea daraja la kurudi kwa wake zako. Kwa wake zako uko nje. Mimi ndo mpumbavu wa kujiona kwamba nilikuwa niko sahihi. Hapana mke wangu, usijilaumu. Makosa ni ya kwangu mimi mwenyewe. Sio kweli. Kwa nini unanitia moyo ili hali ni ukweli kwamba mimi nimesababisha uone kwamba mimi sikuthamini? Mbona unaongea hivyo? Lakini mimi najisikia vibaya. Najisikia vibaya kukosana na wewe. Nisamehe mume wangu. Na mimi nimekusamehe kabisa. Ila nikiona unaendelea nao watu zako, mimi sitaweza kuvumilia. Niko radhi kukupatia mapenzi yako sasa. Unasema kweli unanisamehe? Ndio nakusamehe. Siamini kiukweli. Nataka nisemeje ndio uamini na maanisha? Sidhani kama ni rahisi kiasi hicho. Jinsi ulivyokuwa mkorofi Kuruthum, siamini. Amini hivyo. Tena mavitu yenu yote mimi nafuta mbele yako uone kabisa. Na sio kwamba nimehifadhi mali pengine, hapana. Nikizifuta hapa ndio basi nimefuta kote. Utaamua wewe kuendelea kuniumiza au kuendelea kunipenda na kunithamini. Mke wangu, aiswa sitorudia tena kitu kama hiki. Kwenye hali zozote nitachagua kuwa mwaminifu kwako. Naomba nisamehe tena kwa mara nyingine. Nisamehe tena na tena na tena. Nimeshakusamehe, mbona uniamini? Nilichukua simu nikaanza kufuta ile mavitu yote ya Agnes mbele yake. Sijui nipoteza cha kunilinda, bwana we, potelea mbali. Akirudia kunifuatafuata nitatumia ukorofi tu. Maana na chembe za ukorofi wa babangu kwa mbali kabisa. Kichembe kipo. Hakimu alinyanyua pale nilipokuwa nimepiga magoti. Akawa ameniambia kwamba, Kuruthum, niliandaa usiku maalum. Nilitaka niutumie kukuomba msamaha zaidi. Maana niliamini ungenisamehe tu.
lakini shangaa umekwisha kunisamehe hata kabla sijasema chochote. Basi acha tu nikushukuru kwa kunisamehe nilichokifanya. Najua si rahisi kwako, na ninashukuru kwa sababu unaweza kuelewa kwamba makosa yangu hutokea, au makosa hutokea, na imanishi chochote kuhusu jinsi uhusiano wetu. Nachojua ni muhimu sana uhusiano. Ndoa yetu ni muhimu sana kwetu. Na kupenda Kuruthum sana tu. Alafu kitu ambacho haujui, ninakuogopa sana mke wangu. Na kuogopa na kukuheshimu pia. Unaanza kunipanga, si ndio? Seriously, nakuogopa. Anyway, asante kwa kunisamehe mpenzi wangu. Najua unanipenda sana na sistahili kabisa msamaha wako. Lakini nashukuru sana kwamba umeamua kabisa kunipatia msamaha wako. Jambo ambalo ni gumu zaidi maishani ni kuomba msamaha. Na mimi nilikuwa najipanga katika hilo. Lakini wakati wa furaha zaidi ni wakati wa kusameheana. Hivyo basi nimefurahia sana. Thank you my wife. Ndoa yenye baraka ni wakati ambao wenzi wale wasiokamilika wanapokutana na kujifunza kufurahia na hata kuvumilia tofauti za kila mmoja wao. Wewe ni zaidi ya mwenzangu. Wewe ni my soulmate. Kwa kila njia yoyote nitaendelea kabisa kukuchagua. Na kila siku chagua hilo halitakuwa gumu. Kwangu kulichagua kabisa, nitazidi kulichagua kila kukicha na kila leo. Kuruthum, nakupenda mno. Na ndio maana nikaamua kabisa kukuoa. Kwa sababu wewe ni wa thamani sana kwangu. I'm sorry. Nitatumia njia nzuri sana kukuingiza katika mikono yangu. But mwanaume yuko tayari kabisa kufanya chochote kwa ajili ya mtu ampendaye. Nakupenda sana. And I'm so sorry. Asante mume wangu. Naomba nitolee juu ya upendo wako. Sihitaji tukosane wala tujihisi hatufiti kwa wote. Nakupenda. Nashukuru mke wangu. Alinichuma pale katika paji la uso na kisha kunikumbatia. Mara ghafla simu yake ikaanza kuita. Alikuwa ni dadake, alikuwa anapiga simu. Dada, wifi yangu mimi. Akamwambia eti Agnes amekuja. Akiwa kama amembeba mtoto na kumpeleka chumbani kwetu, mimi nikaamua nitangulie sitting room. Sijui kuna mpya gani huko. Nikakuta Agnes amekuja na polisi wawili. Nikasema Mungu wangu. Niliwasalimia pale niko nimeketi. Binti mwenyewe ndio huyu hapa. Binti, tuna mashaka yako. Tumepokea kutoka kwa huyu binti kwamba kuna vitu vyake vya faragha unataka kuvitoa. Mnaongelea picha? Yes. Nilishafuta hayo mapicha muda tu. Tunawezaje kuamini juu ya hilo? Tunakuhitaji kituoni kwa ajili ya maelezo zaidi. Maana mwenzio amekwisha kukata rabii. Hivyo basi ni lazima tu hizi tuhuma ziende kisheria. Ziweze kuishia hivi hivi kama kesi za familia. Kwamba nitoke hapa niende kituoni au? Ndio binti. Nikasema leo nitajua. Sijui kwenda kulala rumande kulivyokuwa kubaya na vosikiaga tu kule. Lakini pia Kimu akawa naye mwenyewe amekuja pale sitting room. Aliwaomba ondoke na kisha sisi kesho tunaenda kituoni wenyewe. Walimuelewa kiurahisi mno. Wakamwambia kwamba tuziache zile simu zenye picha na kisha wao wakaondoka. Lakini Agnes alibakia pale na sijui alikuwa anasubiria nini. Manake wenzie alikuwa amekuja nao washaondoka. Agnes, kitu gani unachokingoja hapa? Hakim, embu mwache kwanza. Kwani akibaki hapa wewe unateseka na nini? Unatesekea kipi? Embu sikilize dada. Dada na kuheshimu sana. Hii ni nyumba yangu. Ina utaratibu, hivyo basi siwezi kuona Agnes anabaki hapa. Naomba aende. Na kwanza leo sihitaji tena mahusiano naye ya aina yoyote ile. Kama alishindwa kunipatia heshima na kumheshimu mama yangu, basi hana nafasi tena katika maisha yangu. Nampenda sana mke wangu. Na amekwisha kunisamehe makosa yangu yote na hata maumivu yote yaliyopita niliyowahi kumsababishia kwa ujinga wangu mimi mwenyewe. Hivyo basi, Agnes, naomba utoke.
Tutakutana huko katika vyombo vya sheria, tumalizane. Maanake umekwisha kuipeleka hii issue kwenye vyombo vya sheria, tutamalizana kisheria. Sina chochote na wewe, wala sina safari yoyote na wewe. Nimemaliza. Hakim, kuona nichukuliaje na katoto kako? Unaweza kunifananisha nako kweli? Of course hamwezi kufanana. Wewe ni mke wangu na wewe ni nani? Embu jijibu mwenyewe. Naomba uende Agnes, mimi sikuhitaji. Afu mke wangu sio katoto. Achana hizo dharau za kipumbavu. Wewe ni mke wangu, wewe nani sasa? Lakini pia kama kuna chochote nilikuahidi siku za hivi karibuni, na kuomba kabisa cancel yote kabisa. Hakimu mdogo wangu, hivi unajisikia kweli unavyoongea hivyo? Dada, hebu sikiliza. Mimi nakuheshimu sana. Sitaki kukosana na wewe. Kama unampenda sana Agnes, pia haujachelewa, unaweza kumchukua ukaishi naye huko kwako. Itapendeza pia. Mchukue mwishi naye. Sawa. Agnes, subiri nikusindikiza shoga yangu. Lakini mama, mimi sioni sababu ya wewe kuingilia maisha ya uncle. As long as yeye ana furaha na mambo yake, wewe simama kama mgeni tu hapa, na sio kuyaingilia haya mambo mengine. Unataka anti atachukuliaje hapa? Alikuwa anazungumza mtoto wa wifi bwana, yule Tatu alimwambia mama yake, "Embu na wewe nyamaza bwana. Baki na huyu anko wako." Agnes, subiri twende. Nikasema kumbe mwanae ana akili sana kuliko hata mama yake. Wifi alienda chumbani, sijui anaenda kufuata nini. Hakimu akamwambia Tatu wakiondoka afunge mlango, na kisha sisi tukaondoka chumbani. Baada ya kufika mule chumbani, nilishangaa msikilizaji. Yaani chumba kilikuwa kimepambwa hatari, kinanukia, kina balbu nzuri iliyoweka mwanga mwekundu. Yaani rangi ilikuwa inabadilika, ambayo mimi sikuwa nimezoea. Kulikuwa kuna meza na viti viwili, na juu ya meza kulikuwa kuna chupa ya waini na glasi mbili. Pembeni kidogo kwenye zulia kulikuwa kuna maboksi ya zawadi manne tu. Nikasema itakuwa ndio ule mzigo wa mchana, manake ulikuwa ni mkubwa sana. Na mimi sikuchungulia una nini, manake nilikuwa na hasira zangu mimi kwa muda huo. Msikilizaji, unaweza ukajiuliza labda pengine hiki chumba kimepambwa saa ngapi? Kama nilivyotoka kukuambia kwamba mimi nilikuwa nikilala katika kile chumba kilichoandaliwa kwa sababu ya mtoto. Yeye mume wangu alikuwa analala peke yake, hivyo basi pengine alipata muda wa kuandaa yeye kama yeye. Basi bwana, niko nimemuuliza mume wangu. Nikamwambia, mume, nini hiki? Akaniambia, nimeandaa kwa ajili yako mke wangu. Nikamwambia, jamani, asante mume wangu. Anything I do for you. Kwanza tupate kinywaji alafu tuzungumze mambo yetu. Nikamwambia, lakini mimi situmii pombe. Akaniambia, no. Haina kilevi mke wangu, usijali. Nikamwambia sawa. Akasema ushamba tu. Akawa amefungua na kunimiminia katika glasi zetu. Na kisha tukagonga cheers, tukaanza kunywa taratibu mdogo. Nilimtumia SMS Joel. Asije kunitumia SMS za kipumbavu huku mambo amenyoka. Nisije kuharibu mimi bure. Kwa hiyo tulimwagilia moyo na huko tukipiga story 2-3 za hapa na pale. Na huko katoto ketu Hilda kakua kamepumzika kamelala. Na kisha hakimu akameniambia kwamba nifungue zile zawadi alizokuwa ameniletea. Nilikuta ni magauni pamoja na viatu, cheni, bracelet. Nikani nimemwambia kwamba asante sana kwa zawadi yako. Zawadi zako ni nzuri sana. Nimezipenda mno mume wangu. Ninashukuru kwa zawadi nzuri ambazo umenipatia. Zinazidi kunifanya nikuamini na kukuthamini daima. Upendo wako kwangu unanifanya kabisa, yani nisiache kukuelewa, nisiache kukufikiria, nisiache kabisa kupunguza wivu kwako.
ila tu usiache tu kunigea na zingine zawadi. Usisubiri hadi unikere, au usisubiri kipindi ambacho mimi nikiwa nimepooza, nimekosa chochote cha kuweza kunipatia kama faraja. Usichoke kunipa zawadi mume wangu. Mbona hata kipindi cha mwanzo mke wangu nilijaribu kuonyesha upendo wa aina hii, lakini wewe tu ukawa ni vile tu hautaki kunielewa mapema. Kwa nitakuwa nakupatia mke wangu zawadi kila kukicha. Kila ukiniona hapa nyumbani, basi nitakuwa zawadi ya kwako. Na hata mimi kama unavyojua ndo zawadi yako kubwa. So, kuna utafurahia siku ambayo haujaniona hapa nyumbani. Nimechelewa kurudi labda, au nimeondoka, nimerudi kesho yako. Wote utafurahia. Utafurahia kutokuniona. Wewe ndo zawadi kubwa mume wangu. Okay, thank you. Na huyu ndo mume wangu sasa mimi namjua. Asante baba. Mwanangu, asante kwa zawadi zako nzuri. Unajua kuchagua kama vile moyo wako ulivyokuwa mzuri. Hivyo najua hata hizo zingine zitakuwa ni zaidi nzuri kabisa kwangu. Kiukweli mapenzi mazuri ndo kwanza nayaona sasa. Kwa hiyo baba, nakuomba tu usinumize. Asante na pia. Lakini pia Kuruthumu, inabidi utambue kwamba sijakupatia zawadi kwa ajili ya kuleta mama mwingine duniani. Jiandae kupokea zawadi nyingine. Na sitokuja kuthubutu kukuumiza hata kidogo. Sahau ya nyuma. Sahau kuhusiana na hao watu wengine waliopita. Nilikwisha kujitoa kwao. Hata ule mwingine wala hata usimtafute. Achana naye mke wangu. Mimi ni wa kwako tu daima. Asante sana mume wangu. Naamini utakuwa baba bora wa mwanangu na familia pia. Sio Hilda tu, nitakuzalia na mdogo wake. Asante sana mama. Nimekumisi unajua. Na mimi nimekumisi. Basi tulianza kushiriki vile ambavyo ni vitu ambavyo ni vya kikubwa katika ndoa. Tulivyokuwa tumehalalishiwa katika masuala mazima ya dini. Ndio kitu ambacho kilikuwa shahidi kweli kweli. Nilikuwa nimekwisha kumisi kweli kweli. Nilipigwa mechi ya kibabe, mtanange ulikuwa ni wa kwenda kweli kweli. Nikasema huyu kaka nyie akinichiti mara hii na mloga. Yaani nikamwambia, ukinichiti baba raundi, bwana, utaokota makopo. Siwezi kuguza vidonda mimi. Siwezi kabisa kukana vidonda vya moyo kila siku. Basi bwana msikilizaji, nakumbuka siku ile ilipita, tulipoamka tulikuta kumbe wifi alikwisha kuondoka kweli na Agnes. Tulimkuta mwana yetu pale. Basi tuko tumejiandaa kuelekea kituo cha polisi kwenda kusikiliza mashtaka yetu. Tuliwaambia zile picha zilikwisha kufutwa muda mrefu na hatukuwa na sababu kabisa ya kesi kuendelea. Na hata huyu Agnes mwenyewe, ni kwa nini aweze kabisa Tuliwaambia kwamba picha zilikwisha kufutwa muda mrefu. Hatujaona hata sababu ya kesi. Jamani, ona huyu Agnes jamani. Alivyozidi kabisa. Nilimtumia ajue ninazo zile picha, lakini si kwa sababu za kunipeleka rumando. Lakini sasa hivi mimi sina hizi picha. Lakini nashukuru hatukuweza kulala pale kituo cha polisi. Ikabidi tupokee zile simu ambazo walikuwa wamezikamata kwa ajili ya uchunguzi, simu yangu mimi na simu ya hakim. Basi walipofanya uchunguzi wao wakatuambia kwamba bado wanahitaji kuendelea kubaki na zile simu. Na kisha siku tulikuwa tumeruhusiwa. Tulienda moja kwa moja kwa mama mkwe kumshtakia wifi ambaye ni dada yake na mume wangu hakim. Alisemwa sana kwa sababu ya kumkumbatia Agnes mkosa adabu. Nilitamani kujua kwa nini Agnes alifanya nini, lakini nikaona nipotezee tu habari kama hizo. Manake tushazizika sana. Ashatumika sana kama showtime, yeye na mwenzie waende huko bwana. Mimi ndo mama mjengo, mimi ndo nimeolewa. Wifi alisusa na kuamua kabisa kurudi nyumbani kwake, lakini mwanae alibaki tuka tunaishi naye pale kama wiki 3.
ndo alikuja kuondoka akiwa tunaelewana kabisa vizuri mimi naye. Alikuwa very humble na alikuwa very charming. Alikuwa ni mwanamke mmoja mzuri sana. Baadaye kesi ikawa inaendelea taratibu, ila upelelezi ulipokuja kufanyika, picha hazikuwepo katika simu. Zilikwisha kuflashiwa zile simu, na akasema kwamba picha zikija kuonekana zimesambazwa, zikitokea kwa mtu mwingine, tutahusishwa ni sisi wenyewe. Lakini zimefutwa kweli, hakuna tena ambapo zitaweza kupatwa. Basi kesi ile ilikuwa imeisha vile vile, msikilizaji, tukao tumepona, hakuna kilichoendelea. Kesi ilifutwa. Tukaendelea na maisha yetu, yani mimi na mwanaume wangu kwa amani kabisa. Na nampenda sana mume wangu nyewe. Sio kanirogea wapi huyu. Na tuna mtoto mmoja bado. Nyinyi tu mtakavotaka tuambizeni. Tutafute mtoto mwingine, lakini kwa sasa hivi tunamtaka mmoja tu kwanza. Nampenda mpaka najiuliza. Japokuwa huwa tunagombana sana na mwanaume wangu, visa vya hapa na pale, lakini ndio maisha. Tunavumiliana. Na kiufupi ni kwamba sasa hivi nimeacha ukorofi. Kuruthu mimi sijaacha sana, lakini nimeamua tu kubalance shobo. Lakini pia issues za Agnes na wale wanawake wengine sijakutana nazo tena. Kama zipo mimi sijui bwana, maana ndio mwanaume tena. Mwanaume huwezi kumchunga sana kila muda umlinde. Hapana bwana. Mwanaume ni lazima tu atacheti, hata ufanye kitu gani. Lakini as long as sioni kesi mbalimbali kwa mwanaume wangu, akichiti atajua mwenyewe, ni huko. Lakini kwangu mimi naishi na amani, naishi vizuri. Niko na familia yangu beta kabisa. Joeli yupo nyumbani, tunaenjoy. Mlinzi sasa hivi tunaishi naye hapa nyumbani, ana chumba chake. Lakini naye mwenyewe ananiambia kwamba anataka kuoa muda so mrefu. Basi bwana, mimi sina la ziada katika hii simulizi ambayo inaitwa Binti Kuruthu. Msimuliaji wako naitwa Mr. Hilnai Simulizi. Lakini kubwa zaidi, ninawapenda mno. Subscribe channel hii. Subscribe kweli. Like na hata mkicomment pia. Family line nitafurahia pia. Asanteni. Kuwa na siku njema, na hapa tutakuwa tumefika mwisho katika sehemu hii ya pili ya Binti Kuruthu. Bye bye. Tukutane katika simulizi zingine zijazo.